Sisi tumealikwa na hii timu maalum iliyoundwa kutoka ofisi ya wizara yetu inayohusika na katiba na sheria, na tumeona ni jambo zuri kuwashirikisha wadau wote, na si kama viongozi wa dini. Tumeshukuru kupewa fursa ya kuweza kuyasema ambayo tungependa yaweke kwenye sheria zinazohusu haki jinai, kwa sababu binadamu, kama si viongozi wa dini, tunajua binadamu anatenda makosa, na katika kukosa kuna kuwajibika. Lakini tunapenda aliyekosa katika masuala ambayo yamekatazwa na yamewekwa kama makosa ya jinai atendewe haki yake. Asi kama viongozi wa dini tunasisitiza vitu vya msingi ambavyo vimejijenga katika haki msingi za binadamu, na tumeona ushirikishwaji uliofanywa na serikali ni kitu kizuri, kwa sababu unataka kuifanya jamii nzima itengeneze sheria yake namna ya kutekeleza haki kwa yule anaitwa mhalifu. Bado mhalifu anabaki ni binadamu, na kwa sisi viongozi wa dini anabaki bado na hadhi na heshima yake ya utu. Katika uhalifu wake tunategemea pia ajirekebisha, awe mtu mzuri. Kwa hivyo tunapomtetea mhalifu atendewe kiutu, hatutetei ule uovu wake au kukiuka sheria na kusababisha uhalifu wenye madhara makubwa. Tunatetea ule utu wake ambao ndio tunu kwa binadamu wote. Kwa hivi tunapenda kutoa ushirikiano wetu kwa wataalamu wetu wanaotaka kuisaidia bunge kuja na sheria nzuri ambayo itaongoza nchi yetu katika kuwatendea binadamu wote na watu wote kwa usawa. Faza, ni eneo jipi ambalo kwa uchache wake mngetamani sasa liwepo kwenye marekebisho? Sisi maeneo ya msingi ambayo tungependa kwa kweli, kwa sababu Tanzania kwanza ni kinara wa kuwa ni nchi ya mfano katika mazuri ya kujitawala. Ni nchi hii ambayo imewezesha watu wengi Afrika, nchi nyingi kujitawala. Ni nchi ambayo imetetea watu. Ni nchi ambayo tumeenda kama nchi inayoongozwa na sheria. Lakini kuna miaka ya hivi karibuni tumeyumba katika kuheshimu haki za msingi za binadamu, hasa haki za msingi za anayeshukiwa kuwa ni mhalifu. Hasa hili ndio tunataka tujirekebishe. Hili ndio eneo ambalo tunataka tujirekebishe. Wenye mamlaka ya kuhangaika na mhalifu ni polisi. Hata kama kuna chombo kingine kinamhitaji mhalifu, chombo kile kiende kwenye polisi ndio kiwasaidie kumpata huyo mhalifu. Kwa hiyo tunaomba polisi wapewe nafasi yao. Polisi wetu wana kazi ya kumlinda raia na mali zake. Polisi huyo ndio ashughulike na mhalifu. Sasa hivi tunaona watu wanapotea. Tunaambiwa kuna watu wasiojulikana. Alafu watu gani wasiojulikana ambao wanazidi mamlaka ya nchi nguvu. Kwa hiyo tunaona hapa haya mambo tutayarekebisha kwa sheria hii.